Sitakuwa na mengi sana katika tukio hili. Ninachoweza kuwakumbusha tu ni kwamba Mahakama ya Rufani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio mahakama iliyo kuu zaidi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ingekuwa nchi nyingine ingekuwa inaitwa Supreme Court. Sisi hatujafikia hatua hiyo, lakini nia ya serikali kufikia hatua hiyo ipo, na tuliwahi kuona wakati ule wa katiba iliyokuwa inapendekezwa. Kwa hiyo kama sisi watumishi katika mahakama hii ya rufani tukiwa waamuzi na uamuzi wetu ukiwa wa mwisho katika masuala haya ya mahakama, ninawashauri tuendelee kutenda haki tukiwa huru kwa kuzingatia katiba na sheria za nchi yetu kwa mujibu wa ushahidi uliowasilishwa mahakamani, kwa namna ambayo masharti ya kiufundi hayatakwamisha haki kutendeka ipasavyo, kama ambavyo katiba yetu inavyoelekeza katika ibara ya 107, ibara 107A kubwa, ibara ndogo ya kwanza, ibara ndogo ya pili hii, yaani tuweke mbele maslahi ya haki. Tutekeleze majukumu yetu kwa kuzingatia zaidi maslahi ya haki kama ambavyo nimekwisha kuelekeza. Na maana yake ni nini? Hii ni muhimu sana, kwa sababu wakati fulani tuna watu ambao sio wana sheria, wanajiwakilisha wao wenyewe mahakamani, lakini tuna wengine ni wanyonge. Na hata katika mashauri, pamoja na kuwepo kwa wanasheria, wakati fulani hawaelewi tu, lakini jukumu la kutoa haki ni la mahakama. Ikiwa kuna jambo lote litatendeka ambalo silo, tutakaolaumiwa sisi ni watu wa mahakama, sio wale mawakili. Na kwa sababu hiyo, katika kutekeleza majukumu yetu, kwa sababu tukiwa mahakama ya mwisho yenye kauli ya mwisho, sasa mahakama ina kauli ya mwisho. Mimi mahakama ya mwanzo ya wilaya, hakimu kazi, mahakama kuu na mahakama ya rufani kwa ujumla, mahakama ndio mamlaka yenye kauli ya mwisho. Lakini katika mtiririko huu, muundo wa mahakama yenye kauli ya mwisho kwenye masuala ya haki ni mahakama ya rufani. Na ndio maana nasema katika mazingira kama hayo, sisi lengo letu kubwa ni lazima liwe ni kufikia kuona kwa haki inatendeka na inatendeka ipasavyo, yaani kuweka mbele maslahi ya haki zaidi kuliko kufungwa na masharti ya kiufundi yanayoweza kukwamisha haki isitendeke. Na bahati nzuri tuna mwongozo huu na maelekezo haya katika katiba. Na kwa maana hiyo tunapaswa kuwa proactive. Ni kitu gani kilitendeka huku nyuma ili kufikia, na tuwe active. Tunapaswa kuwa proactive na active. Proactive ni kujiongeza, Halafu na active ni kwamba unajishughulisha tu mahakamani. Hatupaswi kukaa tu hivi tunasubiri hivi tunaangalia hivi, wakati ambapo hata ukiangalia kwa mujibu wa zile kumbukumbu zilizoletwa mahakamani unaona kuna shida hapa. Kwa kuwa sisi tuna kauli ya mwisho, ndio maana naomba kuwashauri waheshimiwa majaji kwamba tuendelee kuwa proactive na active, tusiwe passive. Hatima yote sisi ndio tuna hilo jukumu na ndio tunawajibika. Na kikiwa kuna lawama zozote, lawama zile hazitaenda kwa mawakili wale, zitaenda kwetu, kwamba mahakama hii tena wakati fulani wanatuita wazee, basi so far tunafanya vizuri. Mimi ninaomba kuwahimiza tu kwamba tudumishe huo utaratibu, tabia hiyo ni njema. Kuna maelekezo sasa, na nadhani mtakuja kutambua. Ndio maana nimeanza na kuitambua ile sheria maadili ya viongozi wa umma. Kwenye kifungu cha 6 kile mtakisoma ninyi chote kile kifungu cha 6 chote. Lakini interest yangu leo ni kifungu kidogo cha kwanza Pale kuna maelekezo. Sisi kama viongozi sasa wa umma tunapaswa, tunapotekeleza majukumu yetu,
kila moja kwa kada yake na majukumu yake. Sisi tunahusika na kutoa haki, tunapaswa kuwa honest, tuzingatie kuwa honest, compassion. Compassion ndio wakati fulani inaitwa rehema, inaitwa huruma. Yaani mtu anayefanya maamuzi lazima awe na rehema tu, awe na huruma. Sisi tutapaswa kuendelea kuwahurumia wale watu wanaoonekana kama wanyonge. Ukiangalia, na hiki kifungu kinazingatia pia objectivity. Kwa hiyo ukiangalia kwa uhalisia wake unaona kwamba hii kama hiki kitu kingekuwa hivi singekuwa hivi. Hapo ndipo napoomba kuwaomba tena kwamba tusifungwe sana na masharti ya kiufundi kupita kiasi, hata kukwamisha haki kutendeka. Tuwahurumie hawa watu. Watu wametoka mbali. Mashauri mengine yanaanzia mahakama za mwanzo. Sasa kama yanaanzia mahakama ya mwanzo mpaka kuja kufika huku sijui anachukua miaka mingapi. Sisi ndio tuna wajibu huo. Hata Mungu anayetuhukumu na sisi wenye dhambi ana huruma na ana rehema. Sasa ninaosema hapa sio kuwahurumia wahalifu. Ni kuwahurumia wale wanyonge ambao katika hali ya kawaida haki ingekuwa upande wao, lakini kwa namna taratibu zimekiukwa na wengine kwa hujuma tu huko kwenye hizo mahakama za huko nyuma, halafu na sisi tutende haki ambayo inayostahili, na malipo mengine tutayapata hapa duniani wakati tunasubiria malipo hayo ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo objectivity ni kitu cha msingi sana. Mtasoma ninyi wenyewe hiki kifungu cha 6, kifungu chote, lakini interest yangu leo ilikuwa ni hiki kifungu kidogo cha kwanza A. Haya nimeyakuta yako mle ndani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.